Sinema inapoanza anaonekana mwigizaji anaitwa Muhii analielekea eneo la kushuti filamu katika kasri kubwa sana Ulaya hapo. Anajiambia, "Da, sasa kama nataka nije kote huku, si bora ningeamua tu nisivai ma high heels, nivae raba tu. Aigo, miguu inauma kweli kweli." Kisha alipofika tu juu hapo, kamera inakuwa rolled, mwanamama anarekodiwa katika hilo kasri. Sikioni amevaa earpiece, ambapo mahali fulani katika studio huko mtafsiri wake anaitwa Hojin aweze kumwambia kinachosemwa na mtu ambaye anaigiza ama co-star wake mwingine kutoka Japan anaitwa Sota Fukushi. Kimsingi hii ndio scene ya mwisho ya sinema hii walikuwa wanaigiza, lakini wakati wa uigizaji jamaa akawa amevutiwa sana na huyu dada, kisha akakiri huba lake kwa Muhii ambaye anaishia kumtazama tu akisubiri kusikia kilichosemwa, lakini Hojin anapigwa na butwa mpaka watu mule studio wanashangaa, maana Sota kasema ninakupenda sana Muhii. Hayo ni maneno ambayo amekuwa akitaka kuyasema yeye mwenyewe bila shaka. Sasa inakuwaje tena anabidi aanze kuyasema kwa niaba ya mtu mwingine? Mnaitwa Winani, karibu sana katika sinema mpya ya Huba inaitwa Can This Love Be Translated. Hakikisha tu kusubscribe uwe mmoja wa wale wataopata kupewa updates kila ambako ninaachia kazi mpya. Sasa kutoka hapo tukio la shooting ya filamu pale kwa kasri tunarudishwa nyuma kuonesha jinsi gani mastaa wa sinema hii walivyokutana hapo awali. Ilitokea Japani wakati Hojin alipokuwa huku kikazi. Kwa kuwa ana uwezo wa kuzungumza karibu lugha 6 na ni mkalimani ambaye anahitajika sana. Muhii alikuwa huko kwa aina tofauti kabisa ya biashara. Yeye alienda kumtafuta mwanamke ambaye mpenzi wake wa zamani alimwacha kwa sababu yake. Akafika huko mpaka katika mgahawa ambapo mpenzi wake alifanya kazi kama mpishi. Anakaa kwenye kaunta ambapo Hojin ameketi kando yake. Muhii anaamini mmiliki wa mgahawa ndiye mwanamke ambaye anamtafuta. Na sababu hajui Kijapani akazungumza jumbe za chuki sana katika app ya kutafsiri kwamba akija mwanamama basi ni lazima niweze kuruka naye. Kaifungua app pale anaongea ili iweze kutranslate. Akaanza na kutukana kabisa. Akamcheki jamaa pembeni Hojin huyo, akaona ana kipeperushi cha Kichina, akaanza basi hamna shida. Haelewi lolote huyu naye. Kumbe hajui kabisa kwamba Hojin anaweza kuelewa kila neno ambalo analisema. Lakini familia ya Kiitaliano iliyo karibu nayo ilipopata tu shida ya kiafya, jamaa akachukua hatua ya haraka kupata ambulance. Hapo ndo anatambua kwamba yeye anaweza kuzungumza lugha nyingi tu tofauti na kile ambacho yeye alikuwa na kesi. Wewe si Mchina wewe, umejuaje Kiitali? Jamaa anasema saa ngapi mimi nilisema kwamba ni Mchina? Ha, si ulikuwa unasoma kipeperushi cha Kichina wewe? Ndio, lakini mimi sio Mchina. Sema najua lugha mbalimbali, nasoma na vipeperushi vya lugha zingine pia. Kwa hiyo umesikia nilichokiongea? Jamaa anambia nimeshindwa kujizuia. Ndio. Ndo hapo mwanamama sasa anapata wazo la kumwomba basi msaada wa kiwasho kwa dada wa watu. Hojin anataka kabisa kujihusisha na ugomvi wa kimapenzi usio na mpangilio, lakini Muhii akamsihi sana na hivyo akamsaidia kutafsiri maswali yake kwa mmiliki wa mgahawa. Lakini anagundua kwamba si mwanamke ambaye anamtafuta. Mtu anayemtafuta kweli ni mzee fulani kinamna, yani kama mshangazi hivi. Anaonekana amechoka sana na hapo alipo tayari ana mimba ya miezi 7. Muhii akasha kukumbana na mawazo mengi sana anapofikiria ukweli kwamba yeye pamoja na mpenzi wake waliachana ni miezi 3 tu iliyopita. Sasa inakuwaje mwanamama ana ujauzito wa miezi 7? Ina maana alikuwa msaliti au sio? Kwa hiyo ana hasira kali sana na anatoka kwa hasira huko nje ya mgao. Yule mwanamke anamwambia Hojin kwamba kiukweli ujauzito sio wa huyu aliyekuwa mchumba wa Muhii, sema tu ni vile huyu mwanaume alikubali kuishi naye huko akiwa na ujauzito. Ni kama alimhurumia tu na yeye, si kwamba ndio baba wa mtoto huyo, sema tu ni huruma pamoja na mapenzi. Hojin anapomkuta Muhii nje anawasilisha ujumbe huo na kumwambia kwamba hakukuwa na usaliti wa kweli, na hivyo ikiwa ataendelea kuwa na vitendo vyake vya hasira basi ndo atakuwa mtu mbaya, si huyu mwanamama wa mgawani. Kisha kakataa kutafsiri zaidi, lakini tena hasira ya Muhii inamshawishi kurudi ndani. Wakati wa mazungumzo wanajifunza kwamba mpenzi wake wa zamani alikuwa akiwaona wanawake wote wawili kwa wakati mmoja, lakini pia mwanamke huyu ndiye alikuwa wa kwanza na kimsingi wamedate kwa muda sana ndo akamwacha kwa ajili ya Muhii. Wanawake wote wawili wakaishia kukasirika tu mpaka kufika wakati huu, lakini anapodhihakiwa kwa kufuata mpenzi wake mpaka Japani, Muhii anaibika sana na kuanza kulia. Hojin ikabidi amkumbatie tu ili kuficha uso wake, kisha anamtafsiria mwanamke mwingine kwamba amekosea tu kuelewa nia ya Muhii. Kisha anamdanganya kwamba wao ni wanandoa na wanasafiri pamoja, na Muhii anataka tu kuwa mstaarabu kwake, na sasa walikuja kumuona ndo anakuwa mkorofi kwao, kwa hivyo wanaamua kuondoka. Baada ya haya Hojin akachukuliwa na Muhii, wanaishia kutumia siku nzima wakitembea tu katika maeneo hapo Japani pamoja. Kumbuka hao ni watu ambao sio juana, wamekutana tu hapo nchini. Muhii sasa kuanza kuuliza kwa nini Hojin yuko hapo Japani, kuna nini hasa kinachomfanya yeye awepo hapo. Jamaa anambia kwamba yeye ana romantic disappointment iliyotokea kwenye kisiwa hicho walimu, na mengineyo pia ndio wamemfanya awepo hapo. Na Hojin naye anagundua kwamba Muhii
ni mwigizaji ambaye anahitaji sana career yake iweze kukua, ila hafikiri kama atafanikiwa, maana mambo ni magumu kweli kweli. Baadaye Hojin na Muhii wanapoteana wakitafuta mgao. Hojin anagundua kuwa mwanamke ambaye bado anamtamani yuko pale kisiwani hapo sasa hivi ambako nao wapo. Muhii anaambia basi aende, la sivyo ataendelea kujuta maisha yake yote. Ana sita mwanzoni, lakini akaamua tu kukimbia kwenye gati ambako alihisi kwamba huyo mwanamke atakuwepo. Tena bila hata kumwambia Muhii. Kwa hiyo Muhii akaishia naye kwa tu disappointed. Na kisha tunapata mabadiliko ya ghafla katika mahali na wakati ambapo Muhii anarekodi filamu ya kutisha. Amerekodi sehemu yake, mara producer anamjia, anasema Muhii, stunt wako ule ameacha kazi, kwa hapa kuna haja ya wewe kurekodi hiyo sehemu ambayo unabidi uanguke. Ikabidi basi Muhii afanye hivyo, akawa hana namna ya kufanya. Na ukizingatia kwamba anajitafuta, na lakini pia anataka jina lake liweze kuwa katika industry ya filamu. Sasa wakati wa kufanya hiyo stunt, kwa bahati mbaya nyaya zikaachia, afa kaishia kuanguka chini. Kila mtu akawa akiamini kwamba mwanamama atakuwa ameishia kufariki hapo hapo. Miezi 6 baadaye anaamka kutoka kwenye koma na anagundua kwamba wakati wa usingizi wake filamu hiyo ilikuwa maarufu sana duniani pindi ambapo imeachiwa, na ana mashabiki duniani kote waliokuwa wakimsubiri aweze kuamka. Habari za kupona kwake zinaposambaa, tunaona kwamba Hojin ni mmoja pia ya mashabiki ambao walikuwa wanamfuatilia. Sasa turudi miezi 6 nyuma, wakati Muhii anapatwa na koma. Hojin anarudi Korea Kusini baada ya miezi 3 ya kuwa nje ya nchi hiyo. Dereva anapompokea, wakaona kundi kubwa sana la watu wameizunguka gari moja. Dereva anasema atakuwa ni celebrity yule. Anaanza kumwambia kwamba mimi nishawahi kumwendea celebrity na gari hii tena kwa amekaa hapo ambako umekaa. Ushawahi kuona na celebrity hata mmoja? Anapozungumza mada ya watu mashuhuri, Hojin akamkumbuka Muhii. Anaamua kumfollow basi kwenye Instagram yake. Maana anakumbuka mwanamama alisema kwamba anatamani basi aweze kupata followers wengi. Na kwa hivyo akae ni mfuasi wa 10,000 kuhakikisha anamtumia ujumbe. Wakati huo huo ndo Muhii anaanguka kwenye set kule na kuumia. Present time sasa Muhii anahudhuria kipindi cha mazungumzo cha Kijerumani. Imekuwa wiki chache tu tangu amke na bado haamini kabisa bahati yake kwamba Instagram yake sasa hivi ina wafuasi milioni 10. Ghafla anamuona Dorami kwenye kioo badala ya kujiona yeye mwenyewe. Ni vile tu character inamfuata hivi. Inawezekana sababu ile ajali imemletea trauma za design. Wakati huo Hojin anafika nyumbani, kwenye nyumba yake kabisa ambayo alipewa na babu yake, na kumkuta bwana mmoja anaitwa Kim akiwalika wageni ndani ya nyumba hiyo na kuambia kabisa kwamba wakae tu wafurahie mazingira ya hapo na kujifanya kama vile ni nyumbani. Wazee, karibuni sana, jisikieni kama hapa ni nyumbani, mkihitaji lolote basi nyie msisite kuniambia. Inavyoonekana bwana Kim alikuwa rafiki mkubwa sana wa babu yake Hojin. Hojin anamwomba bwana Kim basi amwambie mama yake achukue vitu vyake vyote kutoka hapo nyumbani pamoja na vitabu ili aweze kuuza nyumba. Anadai yeye kwamba hawezi kukaa katika nyumba kubwa kama hiyo, jumuisha na wageni ambao wanatoka na kuingia every time. Ni changamoto sana kwa upande wake. Mzee anagoma, anaambia wewe, mbona babu yako alikuwa anapenda sana kutembea na watu? Unapenda kuona kazi zake. Mbona kama unaochocho hivi? Alafu vitu vyote hivi vitatokaje wakati mama yako yuko Marekani? Yeye anasema kama vipi basi asafirishwe kwa meli tu. Mzee anasema nitaambia basi serikali kwamba wewe wataka kusafirisha artifacts muhimu za nchi. Kwa Muhii huku, baada ya muda watu wakaanza kumtambua Hojin katika moja ya picha katika Instagram yake. Kwingineko Muhii anagundua kuwa Vogue ya Singapore itamhoji na timu yake imemwajiri mkalimani kwa ajili ya hilo jambo, yani kuhakikisha kwamba wao wakitumia lugha ya Kisingapore basi yeye hawezi kuzungumziwa kwa lugha ile ambayo anaifahamu. Mkalimani alikuwa si mwingine bali Hojin, na anashangaa sana kumuona, lakini pia anafurahi. Wakati wa mahojiano, swali kuhusu mwanaume yule kwenye picha yake ya Instagram linaibuka. Anasema yeye ni mtu ambaye tu alimsaidia pale mjini na alipenda sana sababu alikuwa ni mtu mkarimu. That's all, amna jambo jingine. Baadaye Hojin anaomba kuzungumza na Muhii na kumwambia kwamba alichukua kazi hii kimakusudi, sio kwamba yeye ndio alikuwa inabidi aje. Sema kwa mtu mwingine akamuomba kwamba yeye amreplace kwa sababu alitaka kumuomba kitu muhimu sana. Lakini ratiba yake ikawa imejaa sana na anaishia tu kusubiri. Wakati Muhii akiwa kwenye chumba cha vipodozi na msaidizi wake, Hojin anamsikia akizungumza jinsi anavyoendelea kufikiria kuhusu kumbukumbu zake na Hojin huko Japan. Walitembea pamoja na ilikuwa kidogo basi hadi wakapata chakula cha pamoja katika mgahawa mzuri alafu wa bei. Msaidizi wake anamwambia na ni kweli shoga yangu, mwanaume amenyoka aisee. Hojin akiwa anatazama kipindi cha mazungumzo hapo baadaye sasa, maana alipewa access kutazama kila kitu ambacho kinaendelea, akapendezwa sana na mdada. Baadaye anaenda matembezini naye. Dada akapendekeza basi wapate chakula cha jioni ili kufidia mlo ambao hawakula kule Japan. Hojin anakubali, lakini anaweka wazi kwamba anataka kufupisha mambo, kisha anamuomba moja kwa moja aondoe picha aliyochapisha kwake kwani inasababisha kutoelewana. Muhii anasema kwamba kufuta picha hiyo kunaweza kusababisha uvumi na uvumi zaidi, maana kuwepo tu ni tatizo. Sasa itakuwaje kama watu wameongelea juzi tu alafu leo tuifute? Hojin anafichua kwamba hataki kabisa Jiseon ajue kwamba alienda huko siku yake ya kuzaliwa. Muhii anashangaa kujua kwamba hajawahi kwenda kumuona Jiseon hata katika siku ile ambayo alikubali kwamba akamwone.
Baada ya chakula, Hojin anamwambia Muhii atawasiliana na meneja wake anaitwa Yongwoo kuhusu uamuzi wake kuhusu ile chapisho la Instagram kwamba lifutwe ama libaki. Wakiwa njiani kurudi, Yongwoo anamwambia Muhii kwamba Hojin hata alifika hospitalini kumuona alipokuwa kwenye hali ya kukosa fahamu. Anaambia kampuni ya bima pamoja na studio zilikuwa na mgogoro, basi kataka kupelekana mahakamani baada ya ajali yako, hadi kafika hatua kwamba mimi nikafika stage nitamani kuacha tu kazi. Kwa hiyo wodini hakuna aliyokuwa anakuja kutembelea, lakini jamaa alikuwa akija constant, akujali kama kuna watu 8 wengine katika wodi hiyo. 8? Kwa nini katika private ward? Hapana, kabla hujahit ulikuwa kwenye wodi ya kawaida tu. Baada ya wewe kuhit ndo akakuchukua na upeka kwenye wodi ambayo ilikuwa private. Lakini katika wakati huu jamaa alikuwa anakuja na alikuwa analeta maua pia. Hojini anarudi nyumbani na kutazama kila kicham katika moja ya draw zake. Anakumbuka jinsi ambavyo yeye na Jiseon walivyokutana huko Japan, na Jiseon akawanunulia hiyo cham wote wawili ili watakapopatana siku nyingine basi waweze kuja navyo. Lakini wakati mwingine alipokuja kumuona ilikuwa ni wakati ambako rafiki yake anaitwa Jinsuk alipomtambulisha Jiseon kama mpenzi wake. Hilo jambo mpaka leo la muumiza akilifikiria. Muda si mrefu anamtumia Yongwoo ujumbe mfupi na kumwambia kwamba anataka picha hiyo ambayo ilipo katika Instagram ya Muhii basi iweze kufutwa. Muhii basi akaamua kufanya kama jinsi ambavyo jamaa alimuomba. Wakati akisoma ujumbe kwenye simu ya Yongwoo, Muhii anaona kwamba kumbe Hojin aliendelea kumtumia Yongwoo ujumbe na kuuliza kuhusu afya yake alipokuwa hospitalini. Akiwa ndani ya gari yake, Muhii anampigia simu Hojin na kumshukuru sana kwa kumtembelea hospitalini. Wakati huo Yongwoo anagundua kwamba Jiseon ni nani, maana Muhii alimuomba kwamba achimbe background yake. Ni producer. Tena Yongwoo anamfahamu kabisa. Wewe Muhii, Jiseon ni bunge moja ya producer. Ule anawahi kufanya kazi naye, yani ni mtu pisi sana. Sasa jamaa akana anaongea kwa sauti sana kiasi kwamba Hojin akana sikia kitu kwenye simu yake na akasha kukasirika tu. Muhii basi ikabidi afike mpaka nyumbani kwake kuomba msamaha kwa udadisi wake. Hojin anamwalika ndani ili basi ashibishe hiyo kiu yake kutaka kujua kwamba mwanadada ni nani. Hojin anaeleza jinsi alivyokutana na Jiseon kwenye safari, lakini hawakuonana tena hadi alipoanza kuchumbiana na Jinsuk. Muhii anamuuliza kwamba kama mambo yangekuwa tofauti endapo kama wangeenda kula chakula cha jioni siku hiyo. Anaambia hapana, kwa kuwa amekuwa akienda kisiwani humo kila siku ya kuzaliwa ya Jiseon. Yani kila mwaka ambao Jiseon ilikuwa ni birthday yake basi alikuwa anakwenda huko ili kudili na hisia zake. Muhii anacheka tu na kusema kwamba alikuwa akiweka wazi tu kwamba hana hisia yoyote juu yake. Hojin anakubali na anasema kwamba hawapaswi kukutana tena kwa sababu hiyo, ingawa atakuwa akimshangilia tu kwamba kwa sababu sasa hivi ni star mkubwa, kwa hiyo atakuwa kwenye maati kwa anamuona kwenye Instagram post ya media atakuwa anamuona kwa atakuwa akimshangilia, lakini wasiweze kuonana tena. Si kisha inaama mpaka tamasha la filamu huko Tokyo. Muhii anatembea kwenye zulia jekundu, ghafla anamuona Dorami tena kama kawaida yake ambaye anamsukuma. Muhii anaona akianguka kwenye shimo kubwa sana jeusi. Anapokuja kuamka anakuta ameshikiliwa na mwigizaji wa Japani aliyekuja naye katika tamasha hilo. Tukio hilo linasababisha maswali mengi sana miongoni mwa waandishi wa habari kwamba hawa tunaona date ama ni vipi. Baada ya kazi, Hojin sasa anarudi chumbani kwake na kumkuta Muhii amejikunyata pale nje. Analia na kumwambia kwamba tamasha lake kwa wao walikuwa wakimaanisha bahati ama ile chama ya kwamba amekuwa mtu maarufu. Anaambia Hojin, bahati yangu imeisha kabisa ndugu yangu, hata sijui nitafanyaje. Inawezekana anasema haya kwa sababu ya ile tukio ambalo limetokea katika tamasha la pale Tokyo. Na hapo ndo episode ya pili inapoishia. Asante sana kutazama recap hii. Hope kukuona next time. Kama kuna lolote basi usisite kuniambia hapo chini kwenye comment section. Asante sana. Until next time. Ciao.